Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Gumzo la Ghassani, karibu tena kwenye gumzo letu maalum, na kwa mara nyingine tena tumemwalika hapa makamo mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo upande wa bara, Maalim Ishaq Mchinjita, ambaye chama chake kimeingia tena katika kile ambacho wengine wanasema ni maridhiano na Chama cha Mapinduzi upande wa Zanzibar, ingawa wenyewe wanasema kwamba kilichofanyika ni kusaini tamko la pamoja kuelekea hatua za utekelezaji wa ajenda zilizokubaliwa ambayo huenda akaunda hayo yanayoitwa maridhiano. Bwana Mchinjita, karibu sana tena kwa mara nyingine kwenye gumzo hili. Asante sana, nashukuru na nimefurahi kushiriki mara ya pili sasa. Na bila Of course shaka. mara kadhaa, maana nafurahi tumekutana hapa mara nyingi. Naam, asante. Nimesoma tamko ambalo limesambazwa na ofisi yako leo hii mchana wa leo, siku ya tarehe 11 mwezi wa 7, ikiwa ni siku mbili tu baada ya chama chao kusaini tamko la pamoja Ikulu ya Zanzibar, kwa muktadha ambao nimeuzungumzia katika utangulizi, na ningependa kupata ufafanuzi mahsusi kabisa kuhusu masala ambayo mmeyazungumzia katika ufafanuzi ule wa kuhusu tamko la pamoja ambalo umeutoa. Na la mwanzo kabisa ni msimamo wa chama chako kuhusu ama kuingia au kuto kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Wapi ambapo mmechora msitari ambao unaweza kusema kwamba huu ndio mstari ambao tumeufikia na hii ndio hatua ambayo tunaweza kuichukua? Asante sana. Kwanza nashukuru kupata nafasi ya kuzungumza na kwenye gumzo la Ghassani. Ni nafasi adhimu ya kuweza kufafanua zaidi pengine kile ambacho chama kimetimiza wajibu wake kule Zanzibar tarehe 9 Julai. Kama ambavyo watu wote wanafahamu, chama chetu kimesaini tamko la pamoja kati yetu na Chama cha Mapinduzi, lakini pia ajenda ambazo tumeafikiana zinapaswa kutekelezwa, kufanyiwa kazi ili kurejesha ustawi wa Zanzibar, ili kulinda misingi ya iliyojengwa au iliyokuwa nyuma hasa ya kile kilichotokea mwaka 2010 ambapo mabadiliko ya katiba ya Zanzibar yalifanyika na kuruhusu uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Na nieleze tu kama ambavyo tumefafanua kuwa tulichosaini ni tamko la pamoja la kuwa tayari kutekeleza ajenda ambazo zimekubaliwa kufanyiwa kazi, na tuliweka wazi ACT Wazalendo tangu mara baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 juu ya nini kilichotokea kwenye uchaguzi. Lakini pili, tuliweka wazi kwamba ACT Wazalendo haioni katika mazingira ya aina ile ya uchaguzi kuwa ni mjadala wenye maslahi na Zanzibar kujadili kuwa tuingie kwenye serikali ya umoja wa kitaifa au la, na badala yake ACT Wazalendo inadhani busara ni kuingia kwenye mjadala wa kuona ni mambo gani ya msingi ambayo yamepotezwa Zanzibar kwa namna mambo yanavyokwenda kwenye uchaguzi wa 2025 na yasiyo reflect malengo ya uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Itakumbukwa kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ambayo ilianzishwa kwa mujibu wa mabadiliko ya katiba ya Zanzibar mwaka 2010 ilikuwa ni matokeo ya jitihada za mapambano ya kisiasa Zanzibar ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu, lakini ambao tumeyafanyia rejea mara nyingi ni mara baada ya mfumo wa vyama vingi kurejea 92 na baadaye kushuhudia uchaguzi wa kwanza wa mwaka 1995 ukiacha watu na vinywa wazi kwa maana ya matokeo ya kwenye vituo vya kupigia kura yakionyesha nani ni mshindi, lakini matokeo yaliyotangazwa yakitaja mtu mwingine kwamba ndio ameshinda, na kwa hiyo kuingiza Zanzibar kwenye dimbwi la migogoro mikubwa ya kisiasa ambayo ilipofika mwaka 2001 sote tunafahamu yakatokea mauaji makubwa Zanzibar, na ikawa ni gharika nyingine ambalo Zanzibar ilikabili baada ya kile kilichotokea mwaka 1964, watu wakiuawa na kulazimika kuikimbia nchi yao na wengine wakawa kule shimoni Mombasa. Na mjadala uliofuata baada ya hapo ulitufikisha kwenye kile ambacho watu wengi wanakirejea kama makubaliano yaliyoongozwa na Maalim Seif Sharif Hamad wakati yule akiongoza kama kiongozi wa chama cha upinzani wakati ule CUF, na Amani Abeid Karume aliyokuwa rais wa Zanzibar, makubaliano ambayo yalifanya tupate mabadiliko hayo ya katiba mwaka 2010.
na baada ya hapo serikali ya kwanza ya umoja wa kitaifa ikaundwa, na kwa mara ya kwanza kwenye historia ya vyama vingi tulishuhudia utulivu Zanzibar na angalau mashirikiano kwenye kuongoza taifa ambalo mara zote limekuwa likijipambanua kwa ustaarabu wake na upekee wake kwenye ugwa wa pwani ya Afrika Mashariki. Lakini mwaka 2015 tukakutana na changamoto kubwa sana baada ya matokeo ya uchaguzi kufutwa isivyo halali, isivyozingatia sheria wala katiba, na kukawa na uitwaji wa uchaguzi mwingine ambao chama cha CUF wakati ule ambacho sote tulikuwepo tukiongozwa na Maalim Seif tuliona kwamba ni uchaguzi unaoitishwa ili kuhalalisha dhuluma na kuturejesha kule ambako tulikukataa mwaka 2010, na kwa hiyo hatukushiriki kwenye uchaguzi huo. Yale yaliyotokea baada ya hapo yakatufikisha mwaka 2020. Tumekwenda 2020 tukarejea kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, na kama ambavyo watu wengi wanakumbuka, moja kati ya rejea muhimu wakati wa kusainiwa na kuapa kwa Maalim Seif Sharif Hamad kuwa makamu wa kwanza wa rais, aliweka wazi kuwa serikali ya umoja wa kitaifa ni chombo ambacho kinapaswa kutumika kuwafikisha Wazanzibari kwenye maridhiano ya kweli na utengamano wa kitaifa, ili kuhakikisha kwamba taifa hili linadumu likitumia potential yake ya uchumi wa visiwa na kuwa ni kituo cha biashara Afrika Mashariki na Kati, ambayo imekuwa ni ndoto ya Zanzibar ya muda mrefu, na kuwa serikali ya umoja wa kitaifa inapaswa kuwafikisha Wazanzibari huko na kuona kwamba kila mmoja aliyopo kwenye chombo kile anao wajibu wa kuijua kwa ufasaha ile safari ni kuelekea wapi. Sasa tumedumu kwa miaka mitano baadaye Maalim Seif akarejea mbele ya haki, ndugu Othman Masoud Othman kwa makamu wa kwanza wa rais kurithi na kuendeleza ule mchakato. Tukashuhudia kuwa mengi yale tulikuwa tunayatarajia ili yarejeshe huo msingi hayakufanikiwa, na mara nyingi tumeeleza hapa. Kwa uchaguzi wa mwaka 2025 ulikuwa na taswira mbili. Taswira ya kwanza ni ya kuogofya mauaji makubwa ambayo yametokea hasa upande wa Tanzania bara, lakini taswira ya pili ni ya utulivu uliotokana na hatua za kiuongozi ambazo ACT Wazalendo zikiongozwa na mwenyekiti wake Othman Masoud Othman waliamua kuzichukua baada ya kuona kuwa pengine kunaweza kutokea mauaji makubwa sana hata kuliko yaliyotokea mwaka 2001, na sio hadithi, sio hisia. Tayari mauaji yalishuhudiwa siku ya uchaguzi ya tarehe 29 upande wa Tanzania bara. Kwa hiyo busara zilitaka kuwataka Wazanzibari watulie, tuone kama tunaweza kutafuta njia nyingine mwafaka ya kutatua tatizo hili bila kulazimika kuhesabu misiba mingine. Baada ya kutoka 2020 na sasa tukaanza kuhesabu makaburi tena mwaka 2025, na hilo likapelekea angalau kutokuwa na mauaji Zanzibar mwaka 2025, lakini matatizo ya uchaguzi yalibaki kuwa ni yale yale, na tafsiri kwamba malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa hayaheshimiwi ilikuwa wazi kwetu sote na kila Mzanzibari ambaye alikuwepo akishuhudia kile kilichokuwa kinaendelea kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Na baada ya hapo, kama ambavyo imeelezwa, kwa busara za aliyekuwa kiongozi ambaye hasa ameshiriki na Maalim Seif kuifikisha Zanzibar kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, ndugu Amani Karume kwa kushirikiana na Dr. Shein waliona umuhimu wa kukutanisha pande hizi mbili na kuanzisha mchakato wa mazungumzo mara tu baada ya uchaguzi uliokuwa umekwisha. Kumbuka uchaguzi ulikuwa ni Oktoba 29, Novemba, na matokeo yametangazwa almost Novemba, lakini Novemba 9 tu tayari viongozi hawa waliona kuna umuhimu na ipo haja ya kuanza mchakato wa mazungumzo, na ACT Wazalendo ikasema mjadala wetu hautogusa uundwaji wa serikali. Tulishapita huko. Tulishakuwa na katiba inayotuongoza namna tunapaswa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, lakini mjadala wetu unapaswa kuhusu misingi ya uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa, utengamano wa Wazanzibari, kuwa na taasisi za dola ambazo zinalinda na kuheshimu matakwa ya wananchi na kuwafanya Wazanzibari wafurahie aina yoyote ya serikali ambayo ipo kwa maslahi ya taifa lao. Na tukasema haya ndio mambo ambayo tunaweza kuyazungumza, na baada ya michakato kadhaa mazungumzo haya yakawa yameanza, na kama ambavyo sote tumeeleza, kumekuwa na vikao takriban 9 ambavyo vilikuwa vikijadili masuala haya, tangu mkiwa kwenye wakati mgumu sana wa namna gani mnaanza mpaka tulipofika mwezi Mei tukakubaliana kimsingi agenda muhimu zinazopaswa kufanyiwa kazi ili kurejesha utulivu Zanzibar, ili kurejesha ukuu wa wananchi wa Zanzibar kuamua hatima ya taifa lao,
na kuwa serikali ya Wazanzibari itakuwa ni serikali inayowatumikia Wazanzibari kwa maslahi yao bila ubaguzi na kuleta utengamano wa kitaifa. Ajenda hizi tulipokubaliana, tukasema tuweke mchakato wa utekelezwaji wa ajenda hizi, kwa sababu tumekuwa tukizungumza nyakati nyingine na baada ya hapo hakuna kinachoendelea. Kwa ni muhimu concentration yetu iwe ni kwa namna gani tunatekeleza haya ambayo sote tunakubaliana hapa kwamba ni mambo muhimu yanayopaswa kufanyiwa kazi. Na ili tutekeleze, nini kifanyike? Kwanza lazima, badala ya kuwa kama michakato ilivyokuwa huko nyuma, nyakati nyingine mnazungumza viongozi na kwenda mkiamini mtakwenda kuyashughulikia haya mambo kwa pamoja serikalini. Hapana, ni muhimu sasa kuwa na commitment ya pamoja kwa umma, kwa Wazanzibari, kwamba yako mambo haya ya msingi ambayo yalikuwa ndiyo yaliyofanya tuunde serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa sote tunaona kuwa ni lazima yashughulikiwe na tuko tayari kuyafanyia kazi, na haya mambo yasiwe ni mambo yatakayofanywa chumbani, yakafanywa hadharani, kila Mzanzibari aone na amsikie kila kiongozi akichukua hiyo commitment, akichukua huo wajibu na ahadi kwa Wazanzibari kwamba yuko tayari kuyafanyia kazi. Na ndiyo siri ya kile kilichotokea tarehe 9 pale kwenye viwanja vya Ikulu, kwamba vyama vyote vilikuja pale, tamko la pamoja likasomwa na nikaainisha kwamba tunakwenda kuyashughulikia masuala haya, lakini ukatiwa saini, tukatia saini makubaliano, kwanza lile tamko la pamoja, lakini pia tukasaini zile ajenda ambazo tumekubaliana kwamba zinapaswa kufanyiwa kazi. Kwenye tamko la pamoja tukasema kwamba tutapaswa kuunda chombo cha kisheria, chombo ambacho kitakuwa na wajibu wa kusimamia utekelezaji wa ajenda tulizokubaliana kwamba zinapaswa kufanyiwa kazi, kama hatua mpya ya kimageuzi kwa mtazamo wetu ya kuwa na chombo ambacho kina hadhi ya kisheria. Na kazi ya chombo hicho, hadidu rejea, ni ajenda hizi ambazo tumekubaliana kwamba zinapaswa kwenda kufanyiwa kazi. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kimetokea juzi, na kwa hakika haikuwa hasa kuzungumzia kuingia au kutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, lakini tukasema pia kwamba kwenye hatua za utekelezaji wa jambo hili, ikiwa michakato itakuwa inakwenda vizuri na kuna wakati mmefika inaonekana kuenda kwenye hatua zinazofuata, mnahitaji sasa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kwa ushahidi wa kwamba mambo haya yanakwenda kama vile tulivyokubaliana, nadhani wakati huo tutakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kusema kwamba tunaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa au la, kwa sababu mazungumzo yetu mpaka kufikia hatua ya juzi hayakuwa na sharti la kwamba sisi tuingie kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, isipokuwa yaliongozwa na dhamira yetu kuwa tunachopaswa kujadili ni misingi ya uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itahakikisha kwamba haki ya Wazanzibari kuamua hatima ya taifa lao inakuwepo, na tunakuwa na aina ya katiba ambayo inaweza kubeba mijadala ya kisiasa Zanzibar na maamuzi ya Wazanzibari kuweza kuheshimiwa. Na hili ndilo ambalo tumelifanya, na ufafanuzi wetu mkubwa leo ulikuwa ni kwenye eneo hili ili kuonesha kwamba nini hasa kile kilichotokea juzi, kwa sababu wako watu walidhani kwamba baada ya pale maana yake tunaunda serikali ya umoja wa kitaifa, lakini ilikuwa ni wazi kwamba haikuwa kwenye mjadala. Tukwenda kujadili namna ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa ilishawekewa utaratibu wake kwenye katiba ya Zanzibar ya 10, na kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa ni muhimu kuyajadili na kuyazungumza ili tuhakikishe kwamba mambo yanakwenda sawa sawa. Naam. Mwalimu Isaka, nashukuru kwamba umechukua usuli mrefu kuweza kutufikisha hapa kwa nini tamko hili halihusu kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, lakini pia umegusia kitu kingine kimoja kwamba mlichokisaini tarehe 9 mwezi wa Julai juzi ni pamoja na ajenda za utekelezaji. Kwa hivyo hamkusaini tu tamko la pamoja kuhusu azma ya kuendea hayo maridhiano, lakini pia mmesaini mmesaini ajenda zenyewe ambazo zitatekelezwa. Hii sio mafuhumu ambayo tunaipata kutokea midomo mwa wenzenu viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Wao hawazungumzii kwamba kuna ajenda ambazo zimekubaliwa, isipokuwa wanazungumzia kwamba mmesaini tamko ambalo linakwenda hasa namna ya kujadiliana. Hata tume imeitwa tume ya majadiliano, sio tume ya pamoja ya utekelezaji. Nataka utuweke sawa katika hili. Mmesaini ajenda na je, kinachokwenda hasa kufanyika, mnakwenda kuzungumzia kuhusu vipi, namna gani, kipi au kipi hasa kilichopo mezani hivi sasa?
Naam, nashukuru sana, na nadhani pia ndio mantiki ya huu ufafanuzi, kwa sababu tuna mambo mawili. Tuna document ambayo inaweza kuwa ni rejea nzuri ya kuangalia, ni tamko la pamoja moja, ambayo inaweka wazi kwamba tuna ajenda ambazo tumekubaliana kwenda kuzifanyia kazi, na kwamba tutakuwa na chombo cha kisheria ambacho kitaona scope na kuweka schedule ya namna ambavyo hayo mambo yatakuwa yanafanyiwa kazi, na kwamba kwa pamoja tutakwenda kwa mambo ambayo yamo katika ajenda. Nakusudia hayo mambo ambayo yamo kwenye ajenda, yani hatuendi kujadili jambo jipya, tunaenda kuhakikisha kuweka mchakato wa kiutekelezaji. Na ikuwe kwamba hata kitendo hiki cha kuwa na tamko la pamoja na kusaini ajenda ni sehemu ya utekelezaji wa yale tuliyokubaliana, kwamba ni lazima tuwe na tutamke, tuseme kwa pamoja, tuwe na commitment ya pamoja, lakini pia ni lazima tusaini kwa pamoja haya mambo ambayo tumeyachagua kwamba haya yanapaswa kufanyiwa kazi, na mara zote zimerejewa kama ni ajenda za kufanyiwa kazi na sio vinginevyo. Na sasa katika haya mambo mwenyekiti alieleza kidogo baadhi ya mambo, japo tunatamani baada ya sheria kutungwa na chombo kuundwa, hadidu za rejea zitakapotajwa ndio zireflect hiki ambacho tumekisema, na watu wote waone kwamba ajenda hizi ni hizi, ili tuweze kwenda. Lakini tulitaja kwa mfano swala la katiba mpya ya Zanzibar. Mwenyekiti alilieleza pale kwamba ni moja kati ya mambo ambayo yamo kwenye ajenda juu ya kutungwa upya kwa katiba ya Zanzibar, na tumekubaliana kwamba ni jambo ambalo linaweza kufanyiwa kazi na tunaweza kwenda kulifanyia kazi kwa pamoja. Kwa hiyo sasa katiba sio swala la vyama, ni maana mchakato unapaswa kuwekwa kwa wananchi, na ili wananchi washiriki utungwaji wa katiba yao ya Zanzibar, na kuona kwamba tunafika mahali pazuri kukamilisha jambo hili. Kwa hiyo mimi nadhani kwetu sisi tumeeleza wazi hata leo kwenye tamko letu kwamba kitu ambacho ni muhimu ni commitment ya utekelezaji wa wadau wote kwenye jambo hili. Baada ya hatua ya juzi, kusaini ni hatua moja, hatua ya pili ni utekelezaji. Sisi kwenye chama chetu tuko committed kwamba tutashiriki, na tumeweka wazi tutashiriki michakato hii na tutatoa ushirikiano kuhakikisha kwamba haya mambo tulikubaliana kufanyiwa kazi hayakwami kutokana na sisi. Yaani haya ni mambo ambayo na kwa bahati nzuri kwenye tamko nimesema kwamba katika mchakato wa utekelezaji wa mambo haya jamii itashirikishwa, umma wa Wazanzibari watashirikishwa, watapewa taarifa. Haitakuwa ni mambo yanafanyika kwa siri, kwa sababu ni mambo ya Wazanzibari wala si mambo ya ACT Wazalendo, sio mambo ya CCM, ni mambo ya Wazanzibari ambayo yanapaswa kuwa chini ya udhibiti wao, yanapaswa kuwa chini ya ridhaa yao, na wao hasa wanapaswa kuwa ndio kiini cha uwepo wake na kuwekewa misingi yake. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa wazi, na sisi tunachoamini ni kwamba tumetimiza wajibu wetu kama taasisi ya kisiasa makini, kama taasisi inayotaka mustakabali mwema wa Zanzibar na inayosimamia au iliyorithi struggle za mapambano ya kisiasa Zanzibar kutafuta hatima njema ya Zanzibar. Naam. Tuje sasa katika upande wa pili wa muungano, kwa maana upande wa Tanzania bara, ambako tamko lenu au tuseme ufafanuzi ambao umeutoa leo inazungumzia pia kuhusu mapambano ambayo mnaendelea nayo upande wa Tanzania bara, uchaguzi ambao ulitokezea 2025 tarehe 29 Oktoba, na maafa yake ambayo yaliambatana nao. Msimamo wenu, wengine wameona kwamba madhali mmeshaingia sasa katika hatua ya mazungumzo na kuelekea maridhiano na upande wa Zanzibar, ambapo chama ni hicho kimoja CCM, ni kama kwamba mmeshayaacha mkono mapambano ambayo mlianzisha upande huu wa Tanzania bara kuhusu swala hili la uchaguzi. Tupe kauli yako. Nashukuru sana na nafurahi kwamba tunapata nafasi zaidi ya kufanua jambo hili. Kwanza ni muhimu kuelewa muktadha kwamba hiki ambacho tunakirejea leo Oktoba 25 kilichotokea hasa upande wa Tanzania bara yalikuwa ni sehemu ya maisha ya kawaida ya Wazanzibari. Yaani masuala ya mauaji kwa Wazanzibari kwenye uchaguzi, kwa kila uchaguzi unakwenda kuhesabu misiba. Mkitoka kwenye uchaguzi mnakwenda kuhani, mkitoka kwenye uchaguzi watu wanakimbia nchi yao. Ilikuwa ndio maisha ya kawaida ya Wazanzibari. Tena alianza mapema sana mara tu baada ya mfumo wa vyama vingi vya siasa kurejea hapa nchini. Mwaka 2001 tu, ilikuwa just miaka mitano tangu tumepata serikali za kwanza zilizokuwa zinafanya kazi ndani ya mfumo wa vyama vingi, ilifanyika mauaji makubwa Zanzibar.
na nimerejea hata hivi karibuni, tumeona namna ambavyo IGP aliyokuwa madarakani mwaka 2001 Omar Maita akikiri hadharani kwamba alikuwa katili na kwamba alifanya mauaji kwa Zanzibar, na sio tu kwamba alifanya mauaji, anakiri pia kwamba kuna wakati aliua Wazanzibari, watu wakiwa kwenye vyombo, wakiwa kwenye boti, wanakimbia kutafuta mahali salama, hawamshambulie yeyote, wanatafuta usalama wa maisha yao, na kwamba polisi walitumia helikopta kwenda kuwashambulia. Kwa hiyo ni wazi, hatujui ni watu wangapi wameuawa wakapotea baharini. Hata takwimu tulizokuwa nazo leo za idadi ya watu waliouawa, juzi Mahita anakuja kureveal kwamba kuna watu waliwaua wakiwa kwenye vyombo baharini. Kwa hiyo maana yake hao ni watu waliopotea. Taarifa za mauaji hayo hazipo mpaka sasa kwamba walipotea na yalifanyika mwaka 2001. Mambo haya ya kishenzi yasiyokuwa ya kiutu yalikuwa ni maisha ya kawaida ya Wazanzibari, na jitihada za kisiasa za kutoka hapo ambazo tunadhani zinapaswa pia kufanyika upande wa bara sasa zilianza kipindi hicho, na hiki ambacho kinatokea Zanzibar ni kama kuendelea pale ambapo Zanzibar ilifika kwenye kutibu hayo madonda makubwa sana ambayo yalitokea mwaka 2001 na kabla ya hapo mauaji ambayo Zanzibar ilikuwa ni sehemu ya historia yake. Sasa mwaka 2025 Tanganyika tumeshuhudia mauaji makubwa, na ni kitendo cha fedheha, ni kitendo cha aibu, ni kitendo kisichokuwa utamaduni wa Kitanzania, kwamba leo polisi wetu ambao wana wajibu wa kulinda usalama wa raia wamekwenda kushiriki mauaji ya wananchi. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, idara yetu ya usalama wa taifa, jeshi letu la wananchi limeshindwa kuzuia mauaji makubwa ya halaiki ya wananchi. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimeshindwa kutoa majibu mpaka leo kwamba watu waliouawa na maiti zao hazionekani mpaka leo, wako wapi? Hakuna anayejibu leo juu ya tuhuma kwamba kumekuwa na watu au maiti ambazo pengine zilipelekwa kwenye viwanda na kuchomwa moto. Kumekuwa na tuhuma kwamba kuna watu wamezikwa kwenye makaburi ya pamoja. Mambo haya yote hayajapewa nafasi ya kujadiliwa, lakini pia kupata majibu ambayo yanaweza kutufanya tuone sasa kwamba tunaweka msingi kuhakikisha kwamba mambo haya hayarudi, kwa sababu imeshatokea. Hatuwezi kuzuia kutokea kwake, tayari yameshatokea, lakini tunawezaje kujikinga asirejee? Kama kwa mfano hatuna chombo huru cha uchunguzi ambacho kitafanya uchunguzi wa masuala haya na ikaweka wazi kila kilichotokea, ikaweka nafasi ya ushiriki wa kila mmoja, kama ni uzembe aliofanya au yeye mwenyewe ameshiriki moja kwa moja kuhakikisha kwamba yale yametokea, na then tukaweka hatua za uwajibikaji kama taifa, kwamba kwa hatua hizi tunapaswa kuhakikisha kwamba sasa chama kinashiriki kwenye kutafuta mageuzi ya kisiasa yanayozingatia tatizo kubwa lililotokea, na kwamba tunaweka msingi kuhakikisha kwamba halitokei, na vile vyanzo vilivyopelekea kufikia hapo vimepata majawabu ya kwamba sasa hatuwezi kwa vyanzo hivi tukafika hapa tulipo. Ndio maana tumeweka wazi kwamba msimamo wetu kuhusu hali ya Tanzania bara unabaki kama maamuzi ya kamati kuu ya chama ambayo ilikaa na kuamua kwamba moja, lazima kuwe na chombo huru cha uchunguzi kitashirikisha jumuiya za kimataifa ili kuchunguza nini hasa kilitokea. Lakini pili, lazima kuwe na hatua za kiuwajibikaji. Lakini tatu, lazima ukweli ubainike. Na tulikuwa kwa pamoja tunasema kwamba lazima ukweli, haki, uwajibikaji uwe ni kwa wote. Tusifiche lolote, kwa sababu hatuwezi kujitibu kwa ugonjwa ambao hatuujui. Lazima tuwe na uelewa wa pamoja kwamba tatizo tulilonalo ni lipi na watu walioshiriki wawajibishwe. Mtu ambaye aliua, na tumerejea kwamba RPC ambaye mauaji haya yalitokea kwenye mkoa wake, watu wakauawa, halafu hajawajibika, unawezaje kuwaambia Watanzania kwamba ataendelea kuwa RPC na kwamba kesho Watanzania watakuwa salama? Idara zetu za ulinzi na usalama ambazo zilishuhudia haya yakitokea zikashindwa kuyadhibiti, zinawezaje bila ya uwajibikaji kutuhakikishia kwamba ni salama kwa raia?
na kwamba sio idara zinazolinda tu maslahi ya uongozi. Kwa haya ni mambo ambayo tulisema kwamba yanapaswa kuzingatiwa, na ACT Wazalendo tulichukua hatua baada ya hapo. Baada ya kutoa tamko la pamoja, tulikwenda mbele kuchukua hatua za kiuongozi, kwamba ukitazama sasa hivi kila mmoja anaonesha matatizo yalivyokuwa, kila mmoja anaonesha ukubwa wa tatizo, lakini kumekuwa na mjadala mdogo sana wa kuona kwamba tunatokaje hapa tulipo kwenda mbele. Kwa hiyo hata wale ambao tunakubaliana kwa maoni, tuna maoni ya pamoja kwamba kuna tatizo, na hata nyakati nyingine tuna mapendekezo yanayofanana juu ya namna gani ya kutatua tatizo hili, hatuna mkakati wa pamoja wa kuona kwamba yale tunayoyapendekeza yanaweza kufikia kuchukuliwa hatua. Tuliitisha mjadala wa kitaifa pale Serena ulioongozwa na mwenyekiti wetu wa chama ndugu Othman Masoud Othman, na kuwaita wadau wote ili tujadili, na baada ya hapo ndugu Othman, matokeo ya mjadala ule ulitoa wajibu kwa ndugu Othman Masoud Othman kuchukua uongozi wa angalau kukutana na wadau wengine ili kuwa na uelewa wa pamoja juu ya jambo hili na kutengeneza uongozi wa kuliongoza jambo hili na kupata ufumbuzi. Na hatua hizo tumechukua tayari. Ndugu Othman Masoud Othman ameanza kutembelea baadhi ya wadau, amekutana nao katika hatua ya awali. Tutakuwa na hatua zitakazofuata hapa mbele. Kuna mapendekezo ya baadhi ya wadau yaliyotokea ambayo tunapaswa kwenda kuyafanyia kazi, tunaendelea kuyafanyia kazi. Kwa sisi kama taasisi ya kisiasa, kama chama ambacho kinabeba wajibu wa kuwaongoza Watanzania katika hali zote, katika nyakati za furaha, nyakati za huzuni, ni nyakati ambazo taifa linapaswa kuondolewa kwenye dimbwi kubwa la changamoto kama sasa. Tunajaribu kutimiza wajibu wetu, na tunajua kwa mfano wajibu wa Tanzania Bara ni wajibu ambao unahitaji wadau wengi sana. Tunao vyama vikubwa vya siasa vya upinzani kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kinapaswa kuwa ni mdau muhimu kwenye jambo hili, kwa sababu ni sehemu ya wahanga na ni lazima wawe ni sehemu ya washirika kwenye jambo hili. Ndio maana mara zote tumejaribu kuwashirikisha ili kuona kwamba tunakwenda mbele na wadau wengine, kwa sababu waathirika ni wengi sana kwenye kile kilichotokea huku bara. Kwa tunadhani wadau hao wote wakikutana pamoja, wakapata uongozi wa pamoja, wakatengeneza mkakati wa pamoja, tunaweza kusukuma ajenda ya kutafuta suluhisho la changamoto iliyokuwepo Tanzania, hasa Tanzania Bara, na kutufanya kutoke hapa tulipo tuende mbele. Kwa hiyo jambo hili tumesema msimamo wetu uko pale pale, lakini tunaamini kwamba tunahitaji kuungwa mkono na wadau wengi zaidi. Tunahitaji kuchanganya mawazo na wadau wengi zaidi ili kupata suluhisho la Tanzania. Naam, Msaka, hapa nadhani kwamba kuna kile ambacho wengine wanakiona kwamba ni mkanganyiko wa utambulisho, kwa maana ya kusema kwamba chama chenu cha ACT Wazalendo ni chama ambacho ni chama kikuu cha upinzani upande wa Zanzibar, kwa hivyo ndio mdau mkubwa wa siasa upande wa Zanzibar, na wakati huo ni chama ambacho kinajijenga vizuri zaidi upande wa Tanzania Bara, lakini kikiwa kinajikuta kwamba panapohusika kuyashughulikia matatizo yanayohusu siasa za nchi hizi mbili, maana ndio mgogoro utambulisho huo, kwamba mna Tanzania Bara upande mmoja, mna Zanzibar upande mwingine mmoja, ambao wanajitegemea katika mambo yake mengi kabisa, likiwemo la kisiasa, ingawa japo kwamba vyama vyote ni vyama vya muungano, lakini siasa zenyewe zinatofautiana. Na pengine hapa ndio ambapo inabidi kidogo endelee kutupa muktadha wa vipi ambavyo mnaweza kuzitataga hizi pande mbili na bado mkabakia na mantiki na nguvu za kisiasa na mantiki ya hoja ya kushughulikia nayo. Upande mmoja, mwenyekiti wenu wa chama huyo mmoja ndiye ambaye anaongoza mazungumzo upande wa Zanzibar, ambapo mshafika hatua mlofikia. Upande mwingine, huyu mwenyekiti wenu mmoja ndiye ambaye amempisha dhima pia ya kutafuta mwelekeo mpya wa kujaza ombwe la kisiasa ambalo lipo hivi sasa upande wa Tanzania Bara, na ni kama kwamba kuna kitu cha mgogoro hapa wa kitambulisho. Hebu tufanulie vipi mnatataga hizi njia, mnazipita njia hizi mbili kwa wakati mmoja? Naam, nashukuru sana. Kwanza ni muhimu kwamba tunayo Zanzibar ambayo ni nchi inajitegemea, ina historia yake ya uwepo wake, lakini pia na mapambano yake ya kisiasa. Tunayo Tanganyika ambayo ni nchi kwa sasa imekuwa ikirejewa kikatiba kama Tanzania Bara, ambayo inayo historia yake ya mapambano ya uhuru wa nchi hii na hapa ilipofika leo. Na kwa kuwa hizi ni nchi zilizoungana,
na kuwa vyama vya siasa ni taasisi za muungano, ni lazima uwe na sera na miongozo inayoweza kufanya uendeshe siasa za Zanzibar, na ni lazima uwe na sera na miongozo inayoweza kufanya uendeshe siasa za Tanganyika. Vinginevyo unaweza kuwa na chama ambacho kina utambulisho wa kitaifa, lakini kwa hakika ni chama kinachowakilisha upande mmoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hakina maono na wala uzoefu wa upande wa pili. Bahati nzuri sana chama chetu kina maono na uzoefu wa pande zote mbili. Kinao viongozi ambao wameshiriki struggle ya kupigania na harakati ya kupigania ukombozi wa Zanzibar, hasa baada ya siasa za vyama vingi, lakini pia kinao viongozi ambao wameshiriki na kuwa sehemu ya struggle ya mapambano ya harakati za kisiasa za upande wa Tanganyika, hasa baada ya mfumo wa vyama vingi kurejea. Kwa hiyo tuna benefit hiyo ambayo tunadhani vyama vingine hawana, ukiondoa labda Chama cha Mapinduzi. Na haya mambo mawili ndio yanayofanya kwamba ni rahisi, kwa mfano, kwa sababu hatua ambayo Zanzibar wapo leo sio hatua ambayo Tanganyika wapo. Tanganyika ni kana kwamba sasa ndio wameingia kwenye shimo refu ambalo Wazanzibari wamekuwa wakipambana wakati wote kutoka. Shimo ambapo siasa zimekuwa zikihusianisha mauaji, mitafaruku ya kisiasa, kutojaliwa utu pamoja na uvunjwaji mkubwa wa haki za binadamu. Zanzibar ndipo ambapo leo historia ya watu wamefanyiwa mambo ya kishezi mengi. Ubakaji umetokea, watu kufanyiwa mateso makubwa, watu kupotezwa na mauaji imekuwa ni sehemu ya historia ya Zanzibar. Kila ilipokuwa inarejewa kwamba Tanzania bado inalinda amani, kwa sehemu kubwa ya kile ambacho kilikuwa kinaonekana ni amani, utulivu uliokuwa unapatikana Tanganyika. Kwa sababu siasa Tanganyika pamoja na tofauti zake hazikuwa zinaacha makovu ya mauaji makubwa katika nchi kama ambao tumeanza kushuhudia mwaka 2025. Sasa kwa sababu struggle ya Zanzibar inatokea kule, pengine chama chetu kinapata uzoefu mkubwa wa kwamba mkiwa kwenye shimo la namna hii naweza kutoka vipi. Ndio maana kwa mfano tulisema tunahitaji jumuiya za kimataifa, kwa sababu hata intervention ya Zanzibar kufika pale tulipo, kuna nyakati tulihitaji jumuiya ya madola na Chifa Nyoko alikuja kushiriki kwenye hizo jitihada, na uzoefu wetu unaonyesha mwisho pale ambapo Wazanzibari walikiri kwamba tatizo hili tunapaswa sisi viongozi kuwa ndio sehemu kubwa ya kusimamia kutafuta suluhisho, mafanikio makubwa na ya kweli yalitokea. Lakini katika hatua za mwanzo kuna hizo tulizopita. Kwa hiyo tunapokuja upande wa Tanganyika na kuzingatia ukweli kwamba sisi ambao viongozi wengine tuko Tanganyika, ni mwenyewe nimekuwepo kwenye siasa za Tanganyika na kama watu kama kina Zitto Zuberi Kabwe wamekuwepo kwenye siasa za Tanganyika, hasa za vyama vingi, na wameshiriki kwenye kukuza harakati za vyama vingi vya siasa kwenye nchi hii, hasa kukua kwa mfano kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambacho ni chama kikubwa na kimeweza kimefika level ya kuunda kambi rasmi ya upinzani bungeni, ukiondoa Chama cha Wananchi CUF ambacho huko nyuma pia kiliunda kambi rasmi ya upinzani bungeni, na kwamba sasa uzoefu huu tunadhani tunaweza, na ndio maana tukija Tanganyika, moja, tunajua kwamba ili upate suluhisho la kweli unahitaji wadau wengine. Zanzibar ukikutana ACT na CCM kwa sehemu kubwa unawakilisha sehemu kubwa za matapo ya kifikra na harakati za kisiasa Zanzibar. Lakini ukija Tanganyika uwezi tu ukakutana, let's say ACT, wakutana ACT na Chadema na wakataka kuzungumzia hilo, watakuwa wanazungumza kuweka mkakati wa pamoja wa vyama vya upinzani. Lakini pale ambapo mnataka kukutana na watawala kuwawekea kwamba bwana tunataka 1 2 3, maana yake ni kwamba mnahitaji wadau zaidi. Nahitaji kwa mfano, ndio maana mara zote chama chetu kimekuwa kikiwaandikia Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutaka kuwa na mtazamo wa pamoja, kuona namna gani tutatatua hili tatizo, kwa sababu tunahitaji nguvu ya pamoja. Mchangamano wa kisiasa wa Tanganyika unahitaji wadau wengi zaidi kukaa pamoja, kwa sababu pamoja na umashuhuri wa vyama vyetu, lakini bado vyama vyetu upande wa Tanganyika vimegawana maeneo ya ushawishi mkubwa. Unaweza ukaenda upande wa kaskazini ukaona nguvu ilivyo tofauti na chama gani kina nguvu zaidi, tofauti na ambavyo ukienda upande wa kusini. Unaweza ukaja mashariki ukaona hali ilivyo tofauti na kwa mfano ukienda nyanda za juu kusini. Kwa haya ni mambo ambayo nadhani yanatulazimisha tukutane pamoja na tutengeneze uelekeo wa pamoja ili kuyatafakari masuala haya kwa jicho la hali halisi ya siasa za Tanganyika na kwa kile kilichotokea mwaka 2025 huku Tanganyika. Sasa tofauti pekee inayoweza kuwepo ni kwamba vyama vingine vinazungumza kwa uzoefu wake wa siasa za Tanganyika peke yake, vikikosa kabisa uzoefu wake wa siasa za Zanzibar.
wakati chama chetu kina uzoefu wa pande mbili za muungano juu ya mambo haya, na kinajua kwamba upande upi mnaweza kufanyaje ili kwenda mbele na ili tuweze kufikia malengo ambayo tumejiwekea kwa pamoja. Ikiwa mmekula vizuri pale Ishaka, unakusudia kwamba hapana crisis of identity, hakuna mkanganyiko huu, hakuna mkanganyiko, isipokuwa kuna muktadha ambao ulikuwa haujafahamika vizuri, ama unakusudia kusema? Naam, hakuna mkanganyiko kabisa. Yaani, na mfano chama chetu naamini na wenzetu pia, kwa sababu tulikuwa kwenye vyama vya Ukawa, sisi ni watu tunaoamini kwamba muundo huu wa muungano haubebi hali halisi ya namna serikali inavyoendeshwa. Sisi tunajua kwamba tunasema tunapaswa kuwa kwa aina ya muungano tulionao, ili ufanye kazi vizuri, unapaswa kuwa na serikali ya Zanzibar kama tunavyoiona hivi sasa, unapaswa kuwa na serikali ya Tanganyika ambayo kwa sasa imo kwenye serikali ya muungano, na unapaswa kuwa na serikali ya muungano. Sasa na kwa hiyo maana yake, kwa nini unahitaji hivi? Kwa sababu ziko siasa za Zanzibar na namna Zanzibar inavyopaswa kuendesha mambo yake, na ziko siasa za Tanganyika na namna Tanganyika inavyopaswa kuendesha mambo yake. Ndio maana tunaamini kwenye kupachua hii sura ya muungano tuliyokuwa nayo, na Tanganyika inayoonekana ndani ya Tanzania ipate nafasi yake ya kujadili masuala yake na kujenga msingi wa uwepo wake, na Tanganyika sasa na Zanzibar ndio zije kwenye muungano. Na leo nimeeleza kwa mfano, tunavyo vyombo vya muungano kama bunge la muungano. Bunge la muungano zaidi ya 90% ya mijadala yake yanahusu Tanganyika. Yaani mijadala mikubwa iliyo kwenye bunge la muungano inahusu Tanganyika. Ni mijadala michache sana kwenye bunge la muungano ndio inayohusisha Tanganyika na Zanzibar kama Tanzania. Tumepitishwa mswada wa fedha, mswada wa sheria ya fedha. Kwa sehemu kubwa ni mswada ambao utafanya kazi Tanganyika. Zanzibar wanao mswada wao wa fedha ambao utafanya kazi Zanzibar. Na ndio maana wabunge wa Zanzibar wanapokuja kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanalazimika kuwa kimya kwa muda mrefu, kwa sababu masuala mengi yanayojadiliwa ni ya Tanganyika. Mpaka tu pale mnapokuja kwenye wizara za muungano ndio angalau hapo sasa mnaweza mkaona wabunge wa Zanzibar wanaweza kuzungumza, kwa sababu tunalitumia bunge la muungano kujadili masuala ya Tanganyika zaidi kuliko ilivyo masuala ya muungano. Na huu ndio msingi uliopo. Kwa hiyo chama chetu sisi kipo katika namna ambayo kinaakisi maono yake kuhusu aina ya muungano unapaswa kuwa, kwamba tunapaswa kuwa na sera na mitazamo juu ya mwenendo wa siasa za Tanganyika. Tunapaswa kuwa na sera na mitazamo juu ya mwenendo wa siasa za Zanzibar. Tunapaswa kuwa na mtazamo wa mafungamano, kwamba ni maeneo gani ambayo Tanganyika na Zanzibar haya ndio yanaunganika na yanapaswa kutazamwa kwa faida ya pande hizi mbili za muungano. Sasa chama kinapokosa taswira ya namna hii, kitajikuta kinajadili zaidi ama Zanzibar peke yake au kinajadili zaidi ama Tanganyika peke yake. Na nyakati nyingine kinaweza kuingia kwenye confusion, kudhani kwamba kinaweza kuchukua mambo ya Tanganyika na wakataka kuyatumia hayo kutafuta suluhisho la Zanzibar. Hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Kama ambapo huwezi kuchukua mambo ya Zanzibar ukayatumia kama yalivyo kupata suluhisho la Tanganyika. Hizi ni nchi mbili ambazo zilikuwa huru, zimepigania uhuru kwa pamoja. Kila nchi yake ina historia ya mapambano yake na inayo safari yake, lakini yako mambo ambayo yanaziunganisha, na faida ambayo ilitarajiwa ni kutumia mambo haya ambayo yanaziunganisha nchi hizi mbili ili kufanya sehemu yake ya upekee ipate manufaa zaidi, na kila mmoja aone faida ya uwepo wa muungano. Na huu ndio mwelekeo wetu sisi ACT Wazalendo, na ndio maana tunaamini kwenye mambo haya, na ndio maana tunayo sera na mtazamo na mwelekeo wetu kuhusu Zanzibar. Na ndio maana ukitazama brand promise yetu ya Zanzibar inazungumzia Zanzibar mpya, Zanzibar moja na mamlaka kamili ya Zanzibar. Kija brand promise yetu ya Tanzania inazungumzia taifa la wote kwa maslahi ya wote. Kwa tunahitaji kuwa na mtazamo mpana kwenye jambo hili na kutafuta suluhisho katika namna ambayo tunapaswa kuleta nini. Kwa mfano sasa hivi ukitazama mjadala mkubwa ambao umekuwepo na unajadiliwa na baadhi ya wanasiasa wa Tanganyika ambao hawana uzoefu mkubwa au hisia za Wazanzibari kuhusu muungano, wanajaribu badala ya kutazama matatizo ya Chama cha Mapinduzi na mfumo wa muungano ulivyo, kunasibisha kwamba ni matatizo ya Wazanzibari wanaoongoza serikali ya muungano. Very wrong approach, kwa sababu utamesa, kwa sababu kesho atakuja bwana CCM mwingine ataongoza serikali ya muungano na utapata hisia za namna hiyo Zanzibar.
Kwa hiyo tunahitaji kuyaona matatizo haya kwa sura yake. CCM ina matatizo katika nchi hii kwa muundo wake na namna ambavyo inatengeneza viongozi wake na inakuleta masuluhisho. Gharama za brutality ya CCM Zanzibar walianza kuziona kwa muda mrefu na wameshapita kwenye nyakati ngumu sana. Brutality ya CCM tunaiona sasa Tanganyika. Ni wale wale ambao walikuwa wanafanya hivi Zanzibar, pengine kwa mtu ambaye hakuwa anapata hisia za hali ya Wazanzibari, hakuwa anaona huo uchungu ambao Wazanzibari walikuwa wanapitia. Leo anadhani uchungu wake ni mkubwa zaidi labda kuliko ambao wamepitia Wazanzibari, na ndio hapo anapohitaji chama ambacho kina maono mapana, lakini pia kina uzoefu wa pande zote mbili, ili kuyaweka mambo haya kwenye muktadha, lakini pia yaweze kutafutiwa ufumbuzi kwa sura halisi na sio sura ambayo ina upogo wa mtazamo utakaotufanya hata baada ya kutatua tatizo tujikute na tatizo lingine mbele yetu. Naam. Swali la mwisho kabisa, Mwalimu Isaka, kwanza asante kwa ufanuzi huu wa kina kabisa kuhusu namna ambavyo muktadha unafanya kazi katika utatuzi wa matatizo mengi yakiwemo ya kisa ambayo tukumba. Swali la mwisho kabisa linahusu nafasi ya waharibuji, spoilers. Maanake ndiyo tatizo ambalo tunakumbana nalo miaka yote. Hii si mara ya mwanzo kuingia katika azma ya kutatua mkwamo wa kisiasa Zanzibar. Kama wanavyosema, historia ni refu sana, inarudi miaka 30 nyuma, tangu wakati wa au 30 tangu wakati wa uchaguzi wa mwanzo, jitihada za Jumuiya ya Madola kupitia Mekani ya huku, na wakati mkuu mmoja kupitia Jumuiya ya Madola akamtuma Moses Anaf, na yakafikiwa makubaliano ya mwafaka wa kwanza 1999 Juni. Tukaenda tena mpaka mwaka 2001 baada ya mauaji, mwafaka mwingine wa pili ukafikiwa, na ukiwa na guarantee pia serikali ya muungano, maana yake kuja mwenyewe Mkapa akahutubia pale Ikulu Zanzibar, nakumbuka kipindi hicho. Tukaja tena mpaka katika mwafaka mwingine tuite wa 4, maana yake mwafaka ambao ulizaa serikali ya umoja wa kitaifa au waliita maridhiano wa 2009 wa Novemba 2009 baina ya Aman Karume na Maalim Seif marehemu. Tukaja tena 2020 Mwinyi alipoingia serikali yake baada ya uchaguzi wenye damu wa mauaji makubwa yalitokezea mengine Zanzibar, na hasa mwingine unakuja huu hivi sasa. Kwa hivyo si wachache wa historia na uzoefu wa spoilers, waharibuji wa njia ya maridhiano, kila siku ni yatokezea yale kwa yale. Na hili ninaposoma ambalo wengine wanauliza kwamba je, hamchoki? Je, hamuoni kwamba njia zile zile ambazo zimepitiwa zinapitwa zile zile na matokeo hatimaye yanakuwa ni yale yale? Nini kauli yako kuhusu hili? Asante. Na nadhani kwanza tuna uelewa wa kutosha kama ulivyosema kwa historia, lakini pia hata ukimsikiliza mwenyekiti wetu wa chama alipozungumza wakati anaelekea kumaliza hotuba yake, akisema kwamba kuna makundi matatu baada ya hatua ya leo. Kundi la kwanza la watu wanaofurahia ile hatua, wakiwaamini viongozi wao na wanaamini kwamba haya wanayosema ni ya kweli na kwamba watakwenda kuyafanyia kazi. Lakini ni kundi la wafuasi ambalo halina nguvu sana kwenye vyombo vya maamuzi na ushawishi. Lakini lipo kundi la watu waliokata tamaa, watu ambao wanaona kwamba haya ni mambo yale yale tumekuwa tukifanya, na baada ya hapo kama vile hakuna kinachotokea. Na kwa hiyo kuna wasiwasi kwenye jambo hili, na wasiwasi wao ni wa msingi sana, kwa sababu historia yetu inaonyesha kwamba hatua hizi zimekuwa zikichukuliwa na bado mambo yamekuwa yakirejea. Lakini kundi la tatu ni kundi ambalo halitaki kabisa na litatumia kila mwanya utakaotokea kuhakikisha kwamba jambo hili linaharibika, na kuwa mambo haya lazima tuwe aware kama viongozi kwamba yapo mbele yetu. Kwa hiyo tunao kwanza wajibu wa kiongozi na dhima ya kuhakikisha kwamba kile tulichokisema tutakisimamia, na kuwa kama hatukisimamia mambo haya yanaweza kuharibika, na haitakuwa mwanzo, itakuwa ni jambo ambalo Watanzania, Wazanzibari wamelishuhudia mara kadhaa. Lakini muhimu ni kwamba so long hii ni nchi yetu, tunapaswa bado kutafuta suluhisho, kutafuta njia ya kutoka hapa tulipo tuende mbele. Na mara zote tumekuwa tukijitahidi kufanya innovation, kuchukua hatua za ziada, na kama unavyofahamu miafaka, tumepata jumuiya za kimataifa, tumekuwa na commitment za mpaka viongozi wa muungano. Rais Mkapa alizungumza, lakini utashi wa kisiasa ulipokuwa mwaka 2009 na utayari wa viongozi kuyaendea makubaliano ulitupa kitu ambacho mpaka leo tumekuwa rejea. Ulitupa serikali ya umoja wa kitaifa,
na sote tunafahamu, wale waliokuwa wanajua historia ya Zanzibar na yale mabadiliko ya katiba mwaka 2010 walikuwa wanajua ukubwa wa mivutano, jitihada za hawa wasiotaka zilivyokuwa panda na kuhakikisha kwamba mambo hayawi, lakini kwa sababu kulikuwa na utashi wa kisiasa, kulikuwa na utayari wa kiuongozi, hatimaye tuliona mabadiliko yanatokea Zanzibar, na uchaguzi wa mwaka 2010 ukawa na uchaguzi wa kwanza ambao haukuwa na mauaji, na baada ya hapo tukaunda serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hiyo baada ya hapo mengine yakawa yanaendelea. Kwa hiyo muhimu ni kwamba sisi kama viongozi tunapaswa kuanza kutimiza wajibu wetu, lakini pili kuchukua tahadhari kwenye kila hatua, na ndio maana utaona tofauti na nyakati zote, awamu hii chama chetu kilitaka kitakachotuongoza kwenda mbele iwe ni utekelezaji wa yale tuliyokubaliana, kuliko kuwa kutamka yetu tuliyokubaliana, yaani kuliko kusema haya tunaamini yatakwenda kufanyika. Tulitaka tuongozwe na implementation, tuongozwe na utekelezaji wa haya tunayokubaliana kwenye kuona hatua zipi zinazoenda mbele. Na ndio maana watu wengi kwa mfano walidhani baada ya pale tunakwenda kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, au kwa maana sisi tunapeleka jina la makamu wa kwanza wa rais, lakini it was fair, haikuwa sehemu ya mjadala, haikuwa sehemu ya sharti. Tulichokuwa tunaongozwa ni kuona tunawezaje kwenda mbele, na tusema hakuna tatizo serikali ya umoja wa kitaifa kuundwa, tatizo lipo inakwenda kufanya kazi gani. Kwa haya ni mambo ambayo ni hatua mpya za kiusimamizi ambazo kwa upande wetu tumejaribu kuzichukua. Tunachotarajia ni kwamba naongozwa na Amani Abeid Karume ambaye alishiriki kuhakikisha kwamba tunatoka miafaka yoyote ya kufanya kazi, lakini 2009 baadaye anakwenda ili awe ni mtu anayeweza kutoa huo uzoefu kwa pande zote. Lakini bado ni kweli kuwa ili tufike pale ambapo sote tunapatamani, mambo mawili ni muhimu sana na nyenzo kuu. Moja, utashi wa kisiasa. Lazima kuwe na utashi wa kisiasa wa kutekeleza mambo haya ambayo tunayafanyia kazi. Lakini pili, kuongozwa na misingi ya ukweli. Kile ambacho tunakisema ndio tutakachokwenda kufanyia kazi. Kama tukiishi na mambo haya, mimi naamini kwamba tunaweza kutafuta suluhisho la changamoto kubwa ambayo tumeipitia kwa muda huu mrefu, na ambayo kila muda baada ya majadiliano na pale kila Wazanzibari wanapoamua wao wenyewe kushiriki kwenye kutatua haya matatizo, na wakawa wa kweli, wamekuwa wakishuhudia wakipiga hatua kubwa zaidi kuliko hata nyakati nyingine waliposhirikisha watu nje ya kwao. Naam, ni swala la mwisho, lakini sababu umetaja kitu muhimu sana cha utashi wa kisiasa, na umemtaja huko nyuma Amani Karume aliyokuwa rais wa Zanzibar wakati huo alipoitisha maridhiano ya Maalim Seif 2009, mwaka mmoja kabla ya kuondoka madarakani 2010, na kweli akachukua jitihada katika kipindi kile kifupi cha kuona kwamba mambo yanakwenda vizuri mpaka kuitisha kura ya maoni, na watu ambao walikuwa wanampinga, mimi niko Zanzibar wakati huo, wanampinga ndani ya serikali yake aliwaondosha. Nakumbuka mkuu mmoja wa wilaya ya Kati huko alisimama hadharani kupinga, akamtumbua hapo hapo, kwa sababu alikuwa yeye mwenyewe anataka, yeye mwenyewe alikuwa na utashio kama Amani Karume kama kiongozi wa nchi. Utashi wa kisiasa mnauona ndani ya mwenzenu wa Zanzibar, Rais Hussein Ali Mwinyi? Na mara nyingi utashi wa kisiasa hudhihirika kwa matendo, na Rais Mwinyi anayo nafasi ya kuthibitishia kama anao utashi wa kisiasa au hana. Ameanza kwa hatua ya kwanza ya yeye ndiye ameongoza kamati maalum ya CCM Zanzibar, ya halmashauri kuu ya CCM Zanzibar, ili kupitisha kuendorse haya makubaliano. Sisi tunazo taarifa, tumekuwa tukijua yale yaliyotokea kwenye kamati hiyo. Kuna baadhi ya watu walijitokeza na kupinga, na wengine kuona kwamba na makaratasi tunataka tukasaini, lakini mwisho wa siku akaongoza kwamba twende tukasaini, twende kwenye utekelezaji. Hatua ya pili ambayo tunadhani ni muhimu na tunaamini ataichukua kwa haraka ni wa kutungwa kwa sheria, ili tupate chombo ambacho kitasimamia utekelezaji wa masuala haya. Sasa swala la utashi wa kisiasa, mara nyingi kutana na wanasiasa nakwambia utashi nao, ndio maana nimekuja, ndio maana nimeshiriki kwenye haya mambo. Lakini kwa kweli na tumekuwa tukirejea kwamba kinachothibitisha uwepo wa utashi wa kisiasa kwenye masuala haya ni utekelezaji wa yale ambayo mnakubaliana, ili kuona kwamba mnatoka hapa mlipo mnakwenda mbele. Sasa sisi tunaweza kuchukua 100% confirmation ya upande wetu kwamba tunao utashi wa kisiasa kuhakikisha kwamba jambo hili linafikia hatima njema kwa maslahi ya Wazanzibari. Commitment kama hiyo tunadhani wenzetu wanapaswa kuitoa, lakini sisi pamoja na wao
tunayo kazi ya kuthibitisha commitment hiyo kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya washirika muhimu kwenye utekelezaji wa yale ambayo tumekubaliana. Mwalimu Isaka Mchinjita, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo upande wa Tanzania Bara, na kushukuru sana kabisa kuzungumza leo hapa na Gumzo la Ghassani, na gumzo maalum hili juu ya tamko la pamoja la kuelekea maridhiano ya Zanzibari na ufafanuzi ambao umeutoa kuhusiana na mapambano yenu upande wa pili wa muungano kwa maana ya Tanzania Bara. Asante sana Mwalimu Isaka. Nakushukuru sana. Asante. Basi mtazamaji wetu, naitwa Mohamed Ghassani na kukaribisha pia katika mazungumzo yajao. Kipindi hiki chote cha kuwa na hatua hizi kuelekea maridhiano Zanzibar, tutakuwa kila mara tukipata kuzungumza nao hapa kuhusu masuala haya, kuangalia maoni ya pande mbalimbali. Asante na kwaheri hadi mara nyingine.